Naam, ebana ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Hakika kumeendelea kupamba moto kweli kweli, na wengi mnafahamu sakata ambalo linamhusu Mwijaku. Yeye hupenda kujiita DC wa Instagram. Sasa Mheshimiwa Gwajima ameweza kuzungumza mazito kweli kweli kuhusiana na Mwijaku. Sasa hii ni taarifa kwa umma, inasomeka hivi. Taarifa kwa umma kuhusu mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu waliodhalilisha binti mwenzao. Dar es Salaam tarehe 23 Aprili mwaka 2025. Ndugu wananchi, rejeeni taarifa yangu kwa umma ya tarehe 20 Aprili mwaka 2025 kuhusu mada tajwa hapo juu. Jeshi letu la polisi linaendelea kutimiza wajibu wake kwa kisheria kuhusu kuwahoji wahusika wa tukio hilo. Aidha, kwa upande mwingine, jamii nayo imeendelea kuhoji mbona alitajwa kuwa ni Mwijaku hakamatwi. Ndugu wananchi, napenda kuwahakikishia kuwa Mwijaku aliyetajwa kwenye video za mgogoro wa mabinti yao naye atahojiwa kwa mujibu wa sheria, na baada ya hapo wizara yangu itaona nini ifanye kuhusu mustakabali mzima wa maadili ya jamii na nafasi ya huyo Mwijaku na wengine wote wenye nafasi zenye kuchochea kasi ya athari chanya au hasi kwenye maadili ya jamii. Aidha, nawaomba tuwe watulivu na tuendelee kufuatilia taarifa za jeshi letu la polisi. Asante kwa ushirikiano wenu. Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Mwisho wa kunukuu. Bana, hiyo ndio taarifa ambayo imetoka kwa waziri kama ambavyo umeitazama hapo, kwa maana na yeye Mwijaku anatiwa mbaroni kwa ajili ya mahojiano zaidi. Taarifa zaidi polisi watazitoa. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, wewe maoni yako ni yapi? Je, Mwijaku na yeye ni sawa aweze kukamatwa na kufanywa mahojiano ili aweze kueleza nini hasa ambacho kiliendelea, ama sio sawa? Andika hapo katika sehemu ya comment.